Baada ya kutoka taarifa ya kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, kumekuwepo na maswali mengi ambayo watu wamekuwa wakijiuliza. Ni kwa nini kajiuzulu? Je, kipi kimetokea mpaka ikapelekea ajiuzulu katika wadhifa huo? Je, ni nini kitafata? Ni mambo mengi yamekuwa yakiulizwa. Sasa hapa kuna maswali matano muhimu ambayo watu wengi wanajiuliza, ni kipi kilichopelekea mpaka makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kujiuzuru. Sasa kabla haujaenda kusikiliza ni kipi kitaweza kujiri au ni maswali gani hayo matano muhimu, basi ni kusii, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli hii, bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Ukishafanya hivyo, bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na video yoyote toka tunaweka katika chaneli hii. Lakini cha muhimu kingine, kabla sijasahau, ni kulike na kushare video hii, bila kusahau kukomenti katika video hii. Sasa tuendelee tukakupe hayo maswali matano ambayo ni muhimu au ni vichocheo vilivyopelekea kujiuzuru kwa Nchimbi. Taarifa ya kujiuzuru kwa aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi zimeibua mshtuko mkubwa nchini Tanzania. Lakini hata hivyo, kwa wengi si kwa sababu hawakutarajia kwamba Nchimbi angejiuzuru, bali kwamba kwa hakika imetokea tena kwa Nchimbi, ikiwa ni chini ya mwaka mmoja tangu ashike wadhifa huo wa makamu wa rais. Changamoto kubwa na hasa kwa wanahabari imekuwa ni kusema kwa hakika sababu hasa za Nchimbi kujiuzuru. Hii ingekuwa ni muhimu sana kupitia taifa au kulipatia taifa utulivu wa amani ya moyo, au kwa Kiingereza tunasema kwamba inaitwa closure. Ikiwa kujiuzuru kwa Dr. Emmanuel Nchimbi kunatokana na uwajibikaji, ajali mbaya ya kisiasa, au kwa sababu nyingine isiyokuwepo au isiyoepukika, basi ingetangazwa. Isivyo bahati, taarifa zilizotapakaa miongoni mwa umma ni tetesi pekee ambazo zimekuwa ni ngumu kuweza kuthibitisha haraka, aidha kwa vyanzo rasmi au visivyo rasmi. Lakini hata kwa makubaliano ya kutokutaja jina au utambulisho rasmi, kama ilivyo desturi ya kawaida ya waandishi wa habari duniani kote. Lakini chombo kimoja cha habari hapa nchini Tanzania kilifungiwa kwa kuchapisha kwenye front page ya gazeti lake, gazeti la Mwanahalisi, ambalo ilikuwa ni toleo la tarehe 6 hadi tarehe 12 mwezi Agosti mwaka 2026, waliposema kwamba Nchimbi agoma kujiuzuru. Na sasa kupitia barua inayoaminika kuwa ni yake, kuna maswali kadhaa yanayoibuka miongoni mwa Watanzania. Swali la kwanza kwamba kuna hatua ya kujiuzuru katika utumishi wa umma, hata kama uamuzi huo unachukuliwa na mtumishi mwenyewe. Kwa kawaida utangazwa rasmi na mamlaka ya uteuzi ikisema kwamba mtumishi ameomba kujiuzuru na kiongozi wake ameridhia kuweza kuchukua au kuchukuliwa kwa hatua hiyo. Hilo ni swali la kwanza. Katika hili la Nchimbi, ni yeye ndiye aliyetangaza kuweza kuchukua uamuzi huo na kutangazia umma kabla hata kiongozi wake
aliridhia kuwa mgombea mwenza na kuzunguka naye nchi nzima kuomba kura kuweza kufanya hivyo. Mtindo huu unafananishwa na ule uliweza kutumika kwa aliyekuwa spika wa bunge marehemu Job Ndugai. Hata hivyo, tofauti na Ndugai, nafasi ya makamu wa rais ina utaratibu na mlolongo unaohusisha si tu chama tawala au chama kinachoshiriki katika kupendekeza au kumuidhinisha kuweza kushika wadhifa huo, bali pia bunge ambalo linahitaji kufanyia utaratibu wa kuweza kumpata mbadala wake. Sasa kwa nini Dr. Emmanuel Nchimbi ametangaza kujiuzuru na si Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye angeidhinisha kujiuzuru kwake? Lakini tangazo hili linakuja kupitia mitandao ya kijamii ambao si tu kwamba si vyanzo au jukwaa rasmi la kuweza kutangaza uamuzi nyeti kama huu. Mara ya mwisho wa akaunti hiyo kutumika ilikuwa ni mwaka 2023. Yaani akaunti ya Dr. Emmanuel Nchimbi mwisho kutumika ilikuwa ni mwaka 2023, ikiibua maswali mengi juu ya uhalali wa haki ya akaunti hiyo. Kwa nini Nchimbi hakutumia njia na majukwaa rasmi kuweza kutangaza uamuzi wake? Hayo ni maswali ambayo watu wanatakiwa kujiuliza. Sehemu ya maudhui ya barua hiyo ya kujiuzuru pia yanaibua maswali mengi. Katika haya ya pili ya barua yake, Nchimbi amesema kwamba mnamo tarehe 27 Agosti mwaka 2025 alimhakikishia Rais Samia Suluhu Hassan kwamba siku akiona anahitaji makamu wa rais mwingine ataachia nafasi hiyo. Sasa hapa na nukuu kile ambacho kimeweza kuandikwa katika barua hiyo ya makamu wa rais aliyejiudhuru, na nukuu kipande cha taarifa ambacho kimesema kwamba nimejiridhisha pasipokuwa na shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Inasomeka sehemu ya barua hiyo ya Dr. Emmanuel Nchimbi. Ndio kusema kwamba Nchimbi aliona dalili ya kwamba asingeweza kufika hadi mwisho wa muhula wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa nini? Bado alipopewa kuwa makamu wa rais, ni ishara gani aliyoipata sasa Nchimbi iliyomhakikishia kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anataka mabadiliko? Na ni mabadiliko gani hayo? Hayo ni maswali ambayo kama Watanzania tunatakiwa kujiuliza katika vichwa vyetu. Barua hiyo inaonekana kuandikwa na kusainiwa tarehe 26 Agosti mwaka 2026, lakini Nchimbi anasema kwamba tarehe rasmi ya kuweza kujiuzuru kwake ni tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Kwa nini akujiuzuru tarehe hiyo hiyo ya tarehe 26 Agosti mwaka 2026? Au kwa nini akusubiri aandike na kuisambaza barua hiyo tarehe 4 Septemba mwaka 2026? Maswali ya kujiuliza kama Mtanzania. Tunachofahamu ni kwamba kati ya wiki hadi tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026 kuna kikao cha kamati kuu ya CCM ambacho kimekaa na inawezekana kabisa kikafikia maamuzi. Kuna kikao cha baraza kuu kinachotarajiwa kukaa siku ya Jumatano. Inawezekana kingepokea maamuzi hayo ya kamati kuu, na tarehe 4 mwezi wa 9 hiyo, pasipokuwa na shaka, pangekuwa na mchakato au hata maamuzi kabisa ya bunge kuweza kufanyika juu ya hatima ya nafasi yake ya makamu wa rais. Ndio maana Nchimbi ameweza kufanya hivi
kukiweka wazi chama na bunge ili aweze kuondoka kwa namna aliyoitaka yeye na si kufukuzwa. Hayo ni maswali ambayo tunajiuliza kwamba Nchimbi kwa kutangaza kwamba atajiudhuru ataondoka katika nafasi hiyo tarehe 4. Je, hizi siku za hapa katikati, je, alitaka hii michakato mingine iweze kufanyika? Mengi ya maswali yanaweza yasipatiwe majibu, lakini tukio moja linalotuambia kwamba ni wakati gani mpasuko ulifika kiwango kisichorekebishika ni lile ambalo Nchimbi alitoa wito kwa wananchi wa kuweza kusimama kidete kuweza kudai katiba mpya. Aliposema, na nukuu hapa kwa kile alichokisema Nchimbi katika ule mkutano, ambapo alisema kwamba ningeambiwa makamu wa rais, hebu waambie Watanzania jambo moja tu, wakisema kwamba una jambo la kuwaambia Watanzania, jambo moja tu, ungepewa nafasi ya mwisho, sema jambo moja tu, nitasema kwamba pambaneni mpate katiba mpya, alisema Nchimbi katika hafla iliyoandaliwa na shirika la watetezi wa haki za binadamu. Hotuba hii ilitanguliwa na tukio la mbunge wa Tunguu kutoka kule visiwani Zanzibar, Mohamed Simai Saidi, aliyesimama bungeni na kuzungumza kwa mafumbo juu ya mtu aliyempa jina la Yuda, huku wasifu alioendelea kuelezea kuonesha wazi kwamba alikuwa anamzungumzia Dr. Emmanuel Nchimbi. Simai alimrarua huyo Yuda kwa kuvunja imani ya aliyemteua na kumshutumu kuwa kuumiza safari ya kisiasa ya wanasiasa wengine wengi ndani ya chama chao na kusaliti watu wake wa karibu, lakini zaidi kwa kuhamisha jitihada za Rais Samia Suluhu Hassan katika kuleta mabadiliko hapa nchini Tanzania. Taarifa za kuaminika kutoka ndani ya CCM zinasema kwamba wito wa Nchimbi wa kuhimiza Watanzania kupambana na kuhakikisha wanapata katiba mpya uliwapa washirika kindakindaki wa Rais wa Samia Suluhu Hassan ndani ya chama sababu ya ujasiri wa kuweza kuibua hoja ndani ya chama hicho na kumwadhibu Nchimbi kwa kumvua wadhifa wake, kwani alimwanika wazi na kuweza kuongeza jitihada za kuweza kushindana na hata kuwatunishia au kuwakwamisha jitihada za kiongozi wake ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan. Kilichofuata hapo ni historia iliyobaki kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi amejiandikia rekodi yake ya kujiudhuru kama makamu wa rais, ambapo atakuwa ni makamu wa rais wa pili kujiuzuru katika nafasi hiyo, lakini atakuwa ni miongoni mwa makamu wa rais watatu ambao walijaribu kujiudhuru katika nafasi hiyo. Wa kwanza alikuwa ni Abdu Jumbe ambaye alijiudhuru mwaka 1984, lakini mwaka 2024 kuelekea mwaka 2025 Bwana Philip Mpango alijaribu kuweza kufanya hivyo, kutaka kujiuzuru, lakini Rais Samia Suluhu Hassan akamwambia kwamba acha usijiudhuru, basi cha kufanya malizia muhula huo mpaka mwisho. Lakini ndani ya miezi 9 tu na wiki kadhaa tunamwona Dr. Emmanuel Nchimbi yeye anatangaza kupitia mtandao wake wa kijamii wa Instagram, akaunti ambayo mara ya mwisho imetumika mwaka 2023, inaibuka na kuchapisha barua ikimtaarifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba anaamua kuachana na utumishi wa umma, kuachana na siasa
na anajiuzuru katika nafasi ya makamu wa rais. Una kipi cha kuweza kutuambia? Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kukujuza yale yatakayojiri katika taifa letu hili la Tanzania. Asanteni sana kwa kuwa nami kuanzia pale tulipoanza katika taarifa hii ya maswali muhimu, kujiuzuru kwa Dr. Nchimbi. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.